Hujambo na karibu kusikiliza habari zetu kutoka JCTV. Leo ni Ijumaa Agosti 7, 2026. Tulionayo hii leo. Mahakama ya Kimataifa ya Haki yapanga ratiba ya kesi zilizoanzishwa na DRC dhidi ya Rwanda. Hiyo inaonyesha kuwa kidiplomasia nchi ya Kongo katika diplomasia yake ya kutoa mwito kwa jumuiya ya kimataifa, diplomasia hiyo inakuwa kama inazaa matunda. Ni Omar Kavota huyo, utamsikia kiundani zaidi baadaye. Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu imewakabidhi waasi wa AFCM 23 wafungwa 15 walioachiliwa na serikali ya DRC, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa makubaliano ya Doha kuhusu kubadilishana wafungwa. Na shirika la afya duniani WHO limetoa wito wa msaada zaidi wa kimataifa ili kuisaidia DRC kukabiliana na mlipuko wa Ebola unaoendelea kusambaa kwa kasi. Kuna hayo na mengine mengi. Naitwa Musa Useni, karibu. Na sasa tuangazie kwa kina taarifa zetu. Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu imewakabidhi waasi wa AFCM 23 wafungwa 15 walioachiliwa na serikali ya DRC, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa makubaliano ya Doha kuhusu kubadilishana wafungwa. Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu imesema kati ya Agosti 6 na 7 mwaka huu ilifanikisha usafirishaji wa wafungwa 15 walioachiwa huru na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuwakabidhi kwa waasi wa AFCM 23. Hatua hiyo ni utekelezaji wa makubaliano ya Doha yaliyotiwa saini mwaka 2025, ambapo pande zote zilikubaliana kubadilishana wafungwa. Wafungwa hao waliondoka Beni wakapitia Uganda kabla ya kuwasili na Rushuru. ICRC imesema inatarajia zoezi hilo litafungua njia ya kuachiwa huru wafungwa wengine katika siku zijazo. Kwingineko ni kwamba shirika la afya duniani WHO limetoa wito wa msaada zaidi wa kimataifa ili kuisaidia DRC kukabiliana na mlipuko wa Ebola unaoendelea kusambaa kwa kasi. Shirika la afya duniani WHO limesema DRC inahitaji msaada zaidi wa kimataifa ili kudhibiti mlipuko mkubwa wa Ebola. Mkurugenzi mkuu wa WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, amesema ugonjwa huo bado ni tishio kubwa na unahitaji ushirikiano wa wadau wote. Wakati huo huo, Marekani imetangaza msaada wa dola milioni 242 kwa juhudi za kupambana na Ebola. Hadi sasa, watu 1751 wamefariki dunia na visa 3874 vimethibitishwa katika mikoa 5 ya DRC, huku mgomo wa wahudumu wa afya mkoani Ituri ukiendelea kuathiri juhudi za kudhibiti mlipuko huo. Tuelekee Kivu Kaskazini. Waasi wa AFCM 23 wamewakamata viongozi wawili wa jamii katika eneo la Kisimba, wilayani Walikale, Kivu Kaskazini, kwa tuhuma za kushirikiana na wapiganaji wa Wazalendo. Wasiwasi umeongezeka katika kijiji cha Balindu, eneo la Kisimba, wilayani Walikale, baada ya waasi wa AFCM 23 kuwakamata aliyekuwa chifu wa eneo hilo, Mulindwa Sumaili Mumbiri, na kiongozi wa jamii Tito Boniface. Wawili hao wanazuiliwa tangu tarehe 4 Agosti katika eneo la Ihula kwa tuhuma za kushirikiana na wapiganaji wa Wazalendo. Vyanzo vya eneo hilo vinasema familia zao haziruhusiwi kuwatembelea, huku wakazi wakieleza kuwa hali hiyo imeongeza hofu kutokana na kukamatwa mara kwa mara kwa viongozi wa jamii wanaotuhumiwa kushirikiana na jeshi la DRC au Wazalendo. Waasi wa AFCM 23 wameendelea kuunda mfumo wao wa utawala katika maeneo wanayodhibiti kwa kuteua viongozi wapya wa idara ya haki na haki za binadamu, licha ya upinzani wa serikali ya DRC. Waasi wa AFCM 23 wametangaza uteuzi wa Bwana Jean-Philippe Chubaka Mashamba kuwa mkuu wa idara ya haki na haki za binadamu, akisaidiwa na manaibu wawili wanaosimamia mageuzi ya mahakama na masuala ya haki za binadamu. Hatua hiyo ni sehemu ya juhudi za waasi kuanzisha upya mfumo wa mahakama katika maeneo wanayoyadhibiti Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Serikali ya DRC imepinga hatua hizo, ikisisitiza kuwa mamlaka ya kuteua na kusimamia mahakimu ni ya serikali pekee na kwamba maamuzi yote ya kimahakama yanayotolewa na AFCM 23 hayana uhalali kisheria.
Kwa habari za haraka, za kina na za uhakika kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa kwa mkongomani aliye nje, usikose kusikiliza JCTV. Usikose pia kusubscribe, comment, like na kushare. JCTV ni jicho lako. Tunaendelea kusonga mbele. Mamia ya familia zimeachwa bila makazi katika eneo la Vichumbi wilayani Rushuru baada ya dhoruba kali kuharibu zaidi ya nyumba 300. Mamia ya familia katika kijiji cha uvuvi cha Vichumbi wilayani Rushuru, Kivu Kaskazini, zimekosa makazi kufuatia dhoruba kali iliyong'oa mapaa ya zaidi ya nyumba 300. Wakazi wengi wanalazimika kulala nje huku wakikabiliwa na ugumu wa kujenga upya nyumba zao kutokana na kushuka kwa shughuli za uvuvi ambao ndio chanzo kikuu cha kipato katika eneo hilo. Waathirika wamezitaka serikali na mashirika ya kibinadamu kutoa msaada wa haraka wa makazi ya muda, vifaa vya ujenzi na mahitaji mengine muhimu. Tusalie wilayani Rushuru ni kwamba msaada wa chakula uliotolewa na Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICRC umeleta matumaini mapya kwa wakazi wa vijiji vya Kiagala na Kikuku wilayani Rushuru. Maelfu ya wakazi wa vijiji vya Kiagala na Kikuku katika eneo la Mutanda wilayani Ruchuru, Kivu Kaskazini, wamepokea msaada wa chakula kutoka Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICRC. Msaada huo unajumuisha unga wa mahindi, mafuta ya kupikia, chumvi yenye madini joto na bidhaa nyingine muhimu, ukilenga kusaidia waathirika wa uhaba wa chakula uliosababishwa na migogoro ya usalama, kuhama kwa wananchi na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Viongozi wa jamii wamepongeza hatua hiyo na kutoa wito kwa mashirika mengine ya kibinadamu kuongeza msaada kwa wananchi wanaoendelea kukabiliwa na mahitaji makubwa. Na sasa tujielekeze mkoani Ituri. Huko tunaarifiwa kwamba watu 10 wakiwemo watoto 8 wametoweka katika eneo la Cheturi mkoani Ituri, huku hofu ikiongezeka kutokana na taarifa za uwepo wa watu wanaodaiwa kuwa wapiganaji wa ADF. Asasi ya kiraia ya Nouvelle Société Civile Congolaise katika eneo la Babila Teturi wilayani Mambasa mkoani Ituri imesema watu 10 wakiwemo vijana 2 na watoto 8 wametoweka karibu na shamba Teturi. Tukio hilo limekuja baada ya wiki moja ya tahadhari kuhusu watu wanaoshukiwa kuwa wapiganaji wa ADF kuonekana katika maeneo ya Etabe, Mingazi na Kateturi. Kutoweka kwa watu hao kumesababisha baadhi ya wakazi kuyakimbia makazi yao kuelekea Luemba na Biakato. Viongozi wa jamii wamezitaka mamlaka kuchukua hatua za haraka na kuhimiza wananchi kushirikiana na vyombo vya usalama kwa kutoa taarifa zitakazosaidia uchunguzi. Leo inakuwa siku 6 tangu tulianza pana maraporo yetu ku service ya security paraporo na visibility ya ADF ndani ya eneo yetu ya Teturi. Na ndani hiyo siku 6 ADF iko najitembeza katika pori yetu ya Teturi bila woga yoyote, na ndani ile hali yoyote tulikuwa tukunapasha habari kila siku gizi Mungu aliumba, tukunaongea na wakubwa kuwaambia gizi wakulima wako nakutana na hawa watu kumanjia za shamba, na kila siku tulikuwa napana maraporo. Na leo siku ya 4 situation ya grave tumepata ma information ki kuna kuwa 10 personnes benye banakuwa emporté na bale batu. Ndani ile 10 personnes kuna kuwa 8 enfants na kuna kuwa 2 grands garçons benye banabebewa na bale baadefu. Kutokana na hilo hali watu wamekuwa na hoga na wanaanja hama mgini, wengine wanajidirije vers Luemba na wengine wanaenda vers Biakato. Alors tunatoa malalamiko yetu kwa viongozi wajiimplique directement ndani ya hii situation na hali ya kuwa mbaya. Na hawa watu wote wanabebewa ngambo ya Kateturi. Kateturi ni shamba inayopatikana 30 minutes na Teturi Satre. Na tunaomba pia kwa population wapashe kuwa napasha habari wakati wanakutana na ile circonstance, wapashe habari directement juu ipashe kupermettre service ya sécurité ku impliquer directement. Kwa habari za haraka, za kina na za uhakika kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa kwa mkongomani aliye nje, usikose kusikiliza JCTV. Usikose pia kusubscribe, comment, like na kushare. JCTV ni jicho lako.
Na mwishowe, mahakama ya kimataifa ya haki ICJ imeweka ratiba ya usikilizwaji wa kesi zilizofunguliwa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya Rwanda. Awali, Abedi Jehande Lakurwa alifanya mahojiano na Omar Kavota. Yeye ni mchambuzi wa siasa za DRC na maziwa makuu kutoka Beni, DRC. Abedi alimuuliza kama uamuzi wa ICJ kuweka ratiba ya usikilizwaji wa kesi hii unaashiria nini katika mchakato wa kutafuta haki na uwajibikaji kati ya DRC na Rwanda. Omar Kavota alianza kwa kutoa mtazamo wake. Ukizingatia swala hili kwa mwendo wa kidiplomasia na kisheria, utaona ya kuwa kidiplomasia msimamo huu wa ICJ inaonyesha kuwa inazingatia malalamiko ambayo inatolewa kwake na nchi moja na memba wa Umoja wa Mataifa ambayo ni DRC. Hiyo inaonyesha kuwa kidiplomasia nchi ya Kongo katika diplomasia yake ya kutoa mwito kwa jumuiya ya kimataifa, diplomasia hiyo inakuwa kama inazaa matunda. Upande wa kisheria ni kwamba ICJ inaonyesha kuwa ni koti ambayo ina nia ya kuweza kufuatilia kesi, na ndiyo maana wakati tunaona huo mpango ambao ICJ inaweka kwa kuweza kuleta utaratibu wa kesi, inakuwa kama ni kitu ambacho kinaonyesha kuwa koti hii imeweza kuanza kufanya vitu kwa mwendo wa kasi, sababu kila mara koti za kimataifa zinakuwa zikishtakiwa kusema ya kuwa zinapata kesi, zinapata ombi za nchi husika, lakini hazizingatie na zinakuwa na mwendo wa konokono. Lakini hapa inaonekana ya kuwa kuna utayari na kuna nia ya kuweza kusema sheria kwa wakati ambao unafaa na kwa muda mfupi, si kuchukua muda mrefu kama ilivyokuwa tabia ambayo imeshuhudiwa hapo miaka iliyotangulia. Je, unadhani ushahidi ambao DRC imewasilisha unaweza kuwa na uzito wa kutosha kuishawishi mahakama ya kimataifa ya haki kutoa uamuzi? Wakati mtu anaenda mahakamani, mara nyingi huwa ana ushahidi, huwa ana ushahidi wote ambao anapenda mwamuzi mjaji aweze kuzingatia, na ili aweze kupana hukumu kufuatana na mashtaka ambayo ameweka mbele yake. Sasa inatafuta kusema ya kuwa upande wa DRC sharti wao wamenyoa panga zao ili kusema ya kuwa mashtaka ambayo wataleta mbele ya ICJ wana ushahidi, na hiyo haiwezi kuchukulia muda serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kuweka ushahidi wake mbele ya koti ya ICJ, sababu wakati DRC inaenda kama mhanga huwa ana ushahidi wa uhanga wake, na inaonekana ya kuwa DRC haiwezi kutafuta sababu hakuna mambo ambayo inatunga, lakini ni ukweli ambao inayo, ukweli ambayo ingaliweza kutoa mbele ya mahakama ili kwamba mshtakiwa yani Rwanda aweze kuwajibika kufuatana na mashtaka yale ambayo itawekwa dhidi yake mbele ya waamuzi wa ICJ. Na endapo ICJ pengine itatoa uamuzi unaounga mkono DRC au Rwanda, unadhani matokeo haya yatakuwa na athari gani kisiasa? Tusiangalie kisiasa tu, lakini pia kiusalama na kisheria kwa pande zote mbili na kwa jumuiya ya kimataifa. Kwa mtazamo wako? Jumuiya ya kimataifa sasa iko ina haja ya kuweza kusema sheria, ina jukumu ya kuweza kuonyesha kuwa ni jumuiya ya kimataifa ambayo inatetea usawa kati ya nchi. Ina jukumu ya kuweza kuonyesha mbele ya ulimwengu kama si tu namna watu wengi wanafikiri kama ni koti ya kisiasa
ya wenye nguvu dhidi ya wanyonge, na hii iwapo ICJ inatoa maamuzi ya haki, inaweza kupelekea wale ambao wanafikiria kuwa wana kesi ambazo sharti wazilete mbele yake watazileta. Ni mwisho wa habari zetu. Naitwa Musa Useni. Kwa heri kwa leo.